mwanadamu 100%, kwa hiyo alikuwa mtu wa maombi. Kwa hiyo tutaangalia maisha ya Yesu akiwa hapa duniani, na kipengele cha pili umeandika kwa nini tunahitaji kuomba. Kwa nini tunahitaji kuomba? Hivi vipengele viwili vikubwa tutakwenda navyo, na viko vipengele vidogo vidogo katika hivyo vikubwa. Maombi huleta nguvu na uhai wa kiroho katika maisha ya Mkristo. Mkristo ili aweze kuendelea vizuri kiroho katika maisha yake ya Ukristo, lazima awe mtu wa maombi katika maisha yake. Pia kanisa ambalo hawana maombi, hilo kanisa uhai wake wa kiroho utakuwa na mashaka. Ninapozungumzia maombi nimechukua jumla, sizungumzii habari ya kufunga, ninazungumzia tu jumla. Yawe maombi ya kufunga, yawe maombi ambayo hujafunga, lakini katika maisha ya Mkristo lazima uwe mtu wa maombi. Na kama Mkristo hana muda wa maombi, maisha yake ya kiroho yanakuwa na nguvu kidogo sana. Lakini tukiwa waombaji, lazima huyu muombaji mwenyewe abadilishwe. Sasa twende kipengele cha kwanza, tuangalie maisha ya Yesu alipokuwa hapa duniani. Yesu alikuwa ameomba siku 40. Nipate kijana mmoja msomaji ili tukimbize muda. Maisha ya Yesu. Yesu aliomba siku 40 usiku na mchana. Niombe tufungue katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 10. Mathayo sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 10, Biblia inasema, ndio: kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku. Mwishowe akaona njaa. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mikate. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake, na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akamwambia tena, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka katika mlima mrefu mno, akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake. Akamwambia, haya yote nitakupa ukiinama na kunisujudia. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, muabudu Bwana Mungu wako na umtumikie yeye peke yake. Amen. Asante mtumishi wa Mungu. Tunaona maisha ya Yesu. Ukisoma sura ile ya 3, baada ya kubatizwa Yesu akaenda nyikani, akakaa huko muda wa siku 40, anaomba usiku na mchana. Na Biblia inaeleza kwamba wakati amemaliza maombi anaondoka, adui au Shetani anamjia kwa kumjaribu. Anajaribu katika ile hali aliyokuwa nayo ya uungu. Akamwambia, kama wewe mwana wa Mungu kweli, geuza mawe haya yawe mikate. Akijua Shetani, akijua kwamba Yesu hajakula siku 40, na kingine angeweza kufanya hivyo kwamba nataka nionyeshe ukuu wangu kwamba mimi ni mwana wa Mungu, angegeuza mawe. Lakini Yesu kwa sababu ametoka katika maombi mazito,
muda wa siku 40. Jaribu lile la kwanza la kumfanya Yesu ageuze mawe kuwa mkate, Yesu anamshinda yule shetani. Shetani hamwachi hapo. Ungejiuliza maswali, mbona ametoka kwenye maombi ya siku 40 alafu shetani tena anamkaribia na kumuuliza maswali? Tunapozungumza habari ya maombi katika maisha ya Mkristo, haimaanishi kwamba unapokuwa na maombi kwamba hutapata majaribu, lakini yale maombi uliyoomba, unapoingia kwenye majaribu magumu na mazito, yatakufanya ushinde lile jaribu. Kwa hiyo Yesu Kristo alishinda yale majaribu yale yote matatu. Jaribu la kwanza, atengeneze mawe yawe mikate, na Yesu kwa sababu njaa ilikuwa imemuuma. Na jaribu la pili, shetani anamchukua, anampeleka kwenye kilele, anamwambia jitupe chini, maana imeandikwa atakuagizia malaika watakupokea. Lakini Yesu anashinda, anasema kwamba usimjaribu Mungu wako. Shetani bado hajamwachia, anampeleka tena, anamuonyesha miliki yote, anasema ukinisujudia basi haya mambo yote yatakuwa ya kwako. Yesu anasema lazima asujudiwe Mungu tu. Hii kwa sababu alikuwa na nguvu ya maombi katika maisha yake kama mwanadamu. Hapa tunamzungumza Yesu kama mwanadamu, na sio kwamba angeshindwa kugeuza ile mikate kuwa kugeuza yale mawe kuwa mikate, angeweza, lakini alishinda. Ndio maana tunasema Mkristo lazima awe mtu wa maombi katika maisha yake. Yesu angenyamaza tu, alikuwa na uwezo wote, alikuwa na nguvu zote, lakini kama mwanadamu, kama kiongozi wetu, anatuonyesha sisi wa Kristo tunayemfuata kwamba lazima tuwe na maisha ya maombi. Tusingoje. Yapo maombi ambayo kitaifa tunatangaziana tumemaliza mwezi huo wa pili, lakini baada ya hapo lazima maisha ya Mkristo mmoja mmoja uwe na muda wako wa kumtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie kitabu cha Injili ya Marko sura ile ya kwanza mstari wa 35. Injili ya Marko sura ya kwanza mstari wa 35, Biblia inasema, Amen. Hata alfajiri na mapema sana akaondoka, akatoka akaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Hata alfajiri na mapema, maana yake ni asubuhi. Kwa Yesu alikuwa na maisha ya maombi. Watu wanaendelea na kulala, watu wanaendelea huko, lakini yeye alfajiri na mapema anakwenda mahali, anaweka pale, anaendelea kuomba. Ni maswali ya kujiuliza katika maisha yako. Je, wewe kama Mkristo uliokoka unakuwa na muda wa alfajiri kuamka, au muda wako wa kutenga na kuomba mbele za Mungu? Yesu kama kiongozi wetu, tunaona kwamba yeye alikuwa na muda wa maombi. Maombi yanatusaidia katika maisha yetu ya Ukristo. Maombi yanatusaidia wakati tunapokutana na majaribu. Maombi yanatusaidia pia hata maisha yetu binafsi katika maisha ya kiroho. Tutaangalia huko mbele. Yesu alifundisha watu kuomba. Yesu alifundisha watu kuomba. Tumemwona yeye mwenyewe amekuwa muombaji, lakini Yesu alifundisha watu kuomba au kuomba. Mathayo 7 mstari wa 7 hadi 12. Injili ya Mathayo 7 mstari wa 7 hadi 12. Biblia inasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye hufunguliwa. Au kuna mtu yupi kwenu ambaye mwanawe akimwomba mkate atampa jiwe?
Au akiomba samaki atampa nyoka? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu zawadi njema, je, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema zaidi wao wamuombao? Unaona, Yesu anajaribu kufundisha na wanafunzi wake, anawaambia ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa, na kila aombaye hupokea. Haya ni mafundisho ya Yesu kwamba lazima tuwe watu wa maombi. Kwa mfano, umefika tu, labda nimemtembelea mzee Legama, bwana kama nitakosea jina basi wote nisamee moja kwa moja. Nimefika kwenye mlango wake, nimesimama, yeye mzee yuko ndani. Ili aweze kunifungulia lazima nigonge. Ninapogonga anajua huko mlangoni kuna mtu, na akishafika mlangoni anafungua mlango. Akishafungua mlango anajua huyu ni mzee fulani, huyu ni mchungaji. Kwa hiyo ndio maana Yesu anasema ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Maombi ni muhimu kwa watu wa Mungu. Tutafute uso wa Bwana. Unayo mahitaji mengi, hata hapo ulipo kuna mambo unawaza kwenye moyo wako. Pengine hela zimeshindwa kutoa majibu, pengine uwezo wako wa elimu umeshindwa kutoa majibu, jambo liko pale pale. Lakini Biblia inafundisha tuombe, muombe Mungu. Yule anayemtafuta Bwana, Bwana ataonekana katika maisha yake. Amen. Kwa hiyo ninachozungumza kwamba yawe maombi ya kufunga, yawe maombi ya kawaida, yawe maombi labda unachukua maombi ya siku 3, lakini ninasisitiza kwamba maisha ya Mkristo lazima yawe ya maombi. Amen. Na hutakuwa Mkristo wa kawaida, tutaangalia huko mbele. Si Yesu aliwaagiza wanafunzi wake waombe bila kukata tamaa. Si Yesu aliwaagiza wanafunzi wake waombe bila kukata tamaa. Injili ya Luka sura ile 18 mstari wa 1 hadi wa 6. Injili ya Luka sura ya 18 mstari wa 1 hadi wa 6, Biblia inasema, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Akasema, palikuwa na hakimu katika mji fulani, hamti Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki na adui wangu. Naye kwa muda alikataa. Halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa si mchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule hakimu dhalimu. Na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku? Yeye ni mvumilivu kwao. Amen, inatosha. Unaona, kwanza tumejifunza Yesu mwenyewe katika maisha yake alikuwa muombaji. Pili, tumeona kwamba Yesu aliwafundisha watu kuomba. Tatu, tunaona kwamba Yesu anawafundisha wanafunzi wake waombe bila kukata tamaa. Anatolea mfano mama huyu mjane ambaye alikuwa anadai haki. Alikuwa anamwendea mara kwa mara kwamba Bwana nipe, nataka haki yangu. Yule dhalimu kila wakati, unajua mtu kama hajali, kwa mfano nafika ofisini labda kwa mzee fulani, unamwambia Bwana nisaidie, anasema hakujibu vizuri, Bwana nisaidie, hakujibu vizuri. Lakini sisi kama wanadamu ni rahisi sana kukata tamaa kwamba nimeenda, majibu alionipa sio sahihi, siendi tena kuendelea kuomba. Yesu anafundisha wanafunzi, na mimi nataka niseme kwa kanisa la Mungu mahali hapa Mafiga,
Kwa wewe Mkristo binafsi, inawezekana kuna mambo umeomba mpaka sasa mwaka wa 3 mpaka wa 5, lakini hujapata majibu. Nataka nikutie moyo asubuhi ya leo kwamba usikate tamaa kuomba kwa ajili ya hilo jambo. Iko siku ambayo wewe huijui, unaona Bwana anatokea katika hilo jambo. Bwana Yesu atusaidie sana. Mama yule kukata tamaa. Mara ngapi sisi wa Kristo tumekata tamaa? Umeombea hili tena, umeombea wiki moja tu, unaona Mungu hajajibu, umerukia lingine la pili, nalo umeenda nalo wiki 3, umejikaza saa huku, naona Mungu hajibu tena. Mimi naona hata ungewauliza wafanyabiashara wavumilivu, wakati mwingine anaweza kuanza biashara yake, pengine haitoki, lakini anang'ang'ana nayo, baadaye watu wanazoea, unaona wanafika kwenye ile biashara. Sasa wameanza hii, unatoka, kabla haijakaa vizuri umetoka, umeenda hii, utabaki mtu wa kutangatanga. Yesu anafundisha tusikate tamaa. Anawaambia wanafunzi wake wasikate tamaa. Anawapa mfano wa huyu mama ambaye alikuwa anadai haki yake kwa huyu kazi au hakimu. Baka yule hakimu akafika mahali akasema, hapana, hata kama sijali watu au simchi Mungu, lakini kwa sababu ya mama huyu, ili asiendelee kunisumbua hapa, nitampa haki yake. Na neno la Mungu linasema, je, sio zaidi ya wale watu wa Mungu waliojazwa Roho Mtakatifu, watu waliokombolewa kwa damu ya Yesu Kristo, wakimuomba Mungu lazima Mungu atajibu. Kuna jambo gani umekata tamaa? Wakati mwingine hata watu wengine wako kwenye ndoa wamekata tamaa, ndoa zao wamejikatia tamaa. Wengine kwenye biashara wamejikatia tamaa, wengine kwenye masomo wamejikatia tamaa. Wakati mwingine mwalimu anafundisha, huelewi anachofundisha. Ninataka nikutie moyo, yuko Mungu ninayemhubiri hapa. Ukiwa na maombi, ana uwezo wa kufungua hata ufahamu wako wa kawaida, ukaweza kumuelewa huyo mwalimu. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Tuondoke hicho kipengele cha kwanza nilichosema, naangalia maisha ya Yesu alivyokuwa hapa duniani. Twende kipengele chetu cha pili, kwa nini tunahitaji kuomba? Hilo ni swali. Kwa nini tunahitaji kuomba? Maombi huleta mabadiliko kwa muombaji mwenyewe. Kwa nini tunahitaji kuomba? Maombi huleta mabadiliko kwa muombaji mwenyewe binafsi. Ukiona mtu au kijana au mama mtu wa maombi, lazima yatokee mabadiliko juu ya maisha yake. Tutaangalia mfano wa mtu mmoja ambaye aliomba, lakini yeye hakutambua kwamba amebadilika. Kitabu cha Kutoka sura ile ya 34. Maombi huleta mabadiliko kwa muombaji. Kutoka 34, soma mstari wa 28 hadi 30. Kutoka 34 mstari wa 28 hadi 30, Biblia inasema, ndio, naye alikuwa huko pamoja na Bwana siku 40 na masiku yake, hakula chakula wala hakunywa maji. Naye akaandika katika hizo mbao hayo maneno ya maagano, hizo amri 10. Mstari wa 29, hata ikawa Musa aliposhuka katika mlima Sinai, na zile mbao 2 za ushuhuda zilikuwa mkononi mwa Musa. Hapo aliposhuka katika mlima, Musa kujua ya kuwa ngozi ya uso wake iling'aa kwa sababu amesema naye. Basi Haruni na wana wote wa Israeli walipomwona Musa, tazama, ngozi ya uso wake iling'aa, nao wakaogopa kumkaribia. 31, Musa akawaita Haruni na wakuu wote wa kusanyiko, wakarudi kwake. Musa akasema nao. Baadaye wana wa Israeli wote wakakaribia, akawahusia maneno yote ambayo Bwana amemwambia katika mlima Sinai. Amen. Asante sana. Unaona, Musa ameitwa na Bwana
katika mlima ule wa Sinai, na Biblia inasema alikuwa hali chakula, maana yake amefunga siku 40 mchana na usiku. Wakati anaandika zile amri 10 za Mungu, yuko katika uwepo wa Bwana, katika ulimwengu wa kiroho, amekaa siku 40. Yeye Musa hakujitambua kwamba uso wake umebadilika, unang'aa, anashuka kwa watu wake wana wa Israeli kwenye kusanyiko. Lakini walipomuona watu wakaogopa, maana uso wa Musa umebadilika, unang'aa kwa sababu ya utukufu wa Bwana. Ndio maana ninasema kwamba kwa nini tunaomba? Maombi huleta mabadiliko kwa muombaji. Wakati Musa yuko pale mbele za Bwana, anaendelea kuandika mbao, yuko kwenye maombi ya kufunga siku 40, hali ya utukufu wa Bwana unaendelea kumng'arisha. Anapotoka katikati ya kundi ya watu, anatoka kwa namna ya tofauti, kama vile Mungu alivyoweza kumfungua, kubariki sura yake, hali yake inang'aa. Yeye hajitambui, anatokea kwa wana wa Israeli. Anafika pale, watu wanaanza kukimbia, wana wa Israeli wanakimbia. Musa anawaita akina Haruni, wanamsogelea, na baadaye wanawaita wale watu sasa, wanamsogelea karibu na yeye, maana waliona ni mtu wa tofauti. Ndivyo ilivyo muombaji, awe mwanamke, awe msichana, awe kijana, awe mzee wa kanisa, awe mchungaji. Akikaa katika maisha ya maombi, watu watatambua kwamba huyu mama sio mtu wa kawaida, huyu mwimbaji sio mwimbaji wa kawaida. Maana yake nini? Wanaona maisha yake ya mabadiliko sio ya kawaida. Watu watajua kwamba hii sio ya kawaida. Hebu tusogee pengine chetu cha pili, kwamba kwa nini tunahitaji kuomba. Nimesema namba 1, maombi huleta mabadiliko. Tumemwona Musa. Namba 2, kwa njia ya maombi tunatafuta msaada kutoka kwa Mungu. Tunapokuwa katika maombi tunatafuta msaada kwa Mungu. Kuna mambo ambayo huwezi kama kibinadamu. Kuna mambo hata kama ukiwa na fedha, swala lako haliwezi kutatulika kwa fedha, lazima Mungu aingilie kati. Hata kama una elimu, una degree, una sijui nini, una masters, ni doctor, kuna maswali mengine hayawezi yakatatulika kwa elimu yako. Lazima muhusishe Mungu atatue hilo jambo lako. Amen. Soma Nyakati wa Pili. Nimesema namba 2 kwamba kwa njia ya maombi tunatafuta msaada kutoka kwa Mungu. Nyakati wa Pili sura ya 20 mstari 12 hadi 15. Nyakati wa Pili sura ya 20 mstari wa 12 hadi ule wa 15, Biblia inasema, karibu. Mungu wetu, je, hutawahukumu? Maana sisi hatuna uwezo juu ya jamii kubwa hii wanaotujia juu yetu, wala hatujui tufanyeje, lakini macho yetu yanatazama kwako. Wakasimama Yuda wote mbele za Bwana, pamoja na wadogo wao na wake zao na watoto wao. Ndipo Yahazieli mwana wa Zekaria mwana wa Benaya mwana wa Yehieli mwana wa Matania Mlawi wa wana wa Asafu akajiliwa na roho ya Bwana katikati ya kusanyiko, akasema, sikieni Yuda wote, nanyi mkaao Yerusalemu, na wewe mfalme Yehoshafati, Bwana awaambia hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si yenu bali ni ya Mungu. Kesho shukeni juu yao, tazameni wanakwea kwa kupandia sisi, nanyi mtawapata penye mwisho wa bonde, mbele ya jangwa la Yerueli.
Natosha. Unaona, ukisoma sura yote ni mataifa yaliyojiunganisha ili waje kupigana na mfalme Yehoshafati katika nchi ya Yuda. Na watu walimwambia mfalme kwamba jeshi kubwa la watu linakuja katika nchi yenu. Lakini mfalme Yehoshafati, tunapozungumza mambo ya ufalme, kwamba kila ufalme unakuwa na majeshi, na ninaamini kabisa Yehoshafati alikuwa na kikosi cha kijeshi katika taifa lile la Yuda. Lakini Yehoshafati akilinganisha na wale wenzake wameungana kama mataifa matatu ili kuja kumpiga, akipima na jeshi lake anaona hapa vita hatutashinda. Alichofanya Yehoshafati, Biblia anasema akapiga mbiu ya kufunga katika Yuda yote, tangu mtoto mdogo mpaka watu wakubwa, wakakusanyika mbele za Mungu. Na unaona huu mstari wa 12 ni Yehoshafati amesimama katika nyumba ya Bwana, anajieleza hali yake ilivyo, kwamba Bwana, sisi tutafanya nini kwa hili jeshi? Maana anawafahamu jinsi walivyokuwa hodari katika vita. Anasema tutafanya nini? Tunahitaji msaada kwako. Ndio maana nimesema maombi, tunapoomba, kwa nini tunaomba? Tunahitaji pia msaada kutoka kwa Mungu. Hata jaribu uliokuwa nalo mpaka sasa, wewe mwenyewe kama Mkristo wa kawaida huliwezi. Wewe mwenyewe kama kijana msomi huliwezi, lakini hitaji msaada unaotoka kwa Mungu. Na Yehoshafati anasema tunahitaji msaada wako. Wakati wamekusanyika mahali pale kwenye maombi, watu waliojitoa mbele za Mungu, watu ambao wanamaanisha tuache maombi ya siku hizi. Mtu anakuja anaomba kwa sababu wametangaza mchungaji, kwa sababu wametangaza mzee wa kanisa ili aonekane. Lakini hawa watu walimaanisha kwamba tumekabiliwa na hali mbaya. Kila mmoja moyo wake ulienda mbele za Mungu kwamba Bwana, hatuwezi, jeshi hili hatuwezi. Biblia inasema katikati ya lile kusanyiko akainuka mtu mmoja akasema, Yehoshafati pamoja na taifa hili la Yuda, msiogope, maana hii siyo vita yenu, ni vita ya Bwana. Na mimi asubuhi nakutia moyo, hiyo vita uliokuwa nayo siyo ya kwako, mpelekee Bwana. Yule aliyojibu kwa Yehoshafati atajibu katika vita zako uliokuwa nazo. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Watu waliodhamiria vita yako unampelekea nani? Wakati mwingine unampelekea rafiki yako, badala ya kukuombea anatangaza kwamba mama yule tutaangalia kama atamaliza wokovu. Ulitegemea msaada, lakini yuko Mungu mmoja tu, Yesu Kristo. Yeye ukimpelekea hitaji lako, ukikaa mbele za Bwana, Bwana anajibu, maana yeye ni Bwana wa vita. Usitange, hiyo vita si ya kwako. Njoo katika madhabahu ya Bwana, mletee Bwana hitaji lako, mletee Bwana shida yako, mletee Bwana elimu yako, mletee Bwana ndoa yako, mletee Bwana watoto wako, mletee Bwana biashara yako. Usitange, hata kama unaona biashara inashuka, njoo kwenye madhabahu. Wakati mwingine shetani anaweza kuwapagani, biashara yao inapanda, wewe inashuka. Hebu nenda kwa mganga fulani. Sisi tunaye Mungu aliye hai, huyo ndio mganga wetu, kwenye biashara, kwenye shamba, kwenye elimu, kwenye mahali popote. Ukimuita Yesu, yeye anaonekana. Amen. Haleluya. Amen. Kanisa lazima watu waombe. Vijana ombeni. Omba. Wengine wanajitesa. Yaani mtu ametembea, anaona anatembea kwa mguu, asema sasa ngoja niende kwenye madhabahu, nataka nikaombe Mungu azungumze na mzee Legama, ile gari ile siku moja ni kabisa. Anakuja hapa, anaaga, anasema nina maombi ya siku 10. Anagaragara, Mungu Baba,
sema naliagama, sema na ile gari naitaka. Kweli hayo maombi unamaliza, mzee ubarikiwe sana, amina. Hata jibu akupe, asema kama nasikia nikupe ili gari, hakuna. Omba Mungu, na ukiomba Mungu ufanye kazi, sawa? Vijana au watu wengine wazima, wao ni maombi tu, sikatai. Omba Mungu, fanya kazi. Hata mimi hapa mzee wenu ninaomba Mungu, lakini ninafanya kazi. Siku nyingine sema tu, mzee, hebu nipeleke shambani kwako, unafanya nini? Kama neema inatokea watu wanaguswa, ni neema ya Mungu, lakini mimi ninaomba Mungu, ninafanya kazi. Mungu anasema nitabariki kazi ya mikono yenu. Tusogee. Maombi ni silaha wakati wa vita. Hapo tutasoma, utaandika tu kitabu cha Waefeso sura ile ya 6 mstari 18. Maombi ni silaha wakati wa vita. Tunapokuwa na maombi, mimi nimeona wakati mwingine hata mwili umefika mahali umekuwa dhaifu, umechoka, umeumwa, hata maombi yako huwezi kuomba ya nguvu. Lakini kama maombi yako umeyaweka katika hali nzuri, umejiandaa kwamba sasa ninahitaji kuomba, unaomba ukiwa mzima, hata wakati mwili unagoma, unakataa, unaona yale maombi uliomba mwaka juzi yanafanya kazi kubwa. Maombi huleta majibu. Hiyo ya 4, maombi huleta majibu. Hapo tutasoma, tutakuwa na mifano ya watu wawili na baadaye tutamaliza. Maombi huleta majibu. Tufungue kitabu cha Matendo ya Mitume. Tutataka tumwangalie mtumishi wa Mungu Petro. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura 12 mstari wa 5 hadi wa 10. Matendo ya Mitume sura ya 12 mstari wa 5 hadi wa 10, Biblia inasema: basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa, usiku ule ule Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili, walinzi mbele ya mlango wakililinda gereza. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mle chumbani, akampiga Petro ubavuni, akamwamsha akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Malaika akamwambia, jifunge, kavae viatu vyako. Akafanya hivyo, kisha akamwambia, jivike nguo yako, ukanifuate. Akatoka nje akamfuata, wala kujua ya kuwa ni kweli yaliyofanywa na malaika, bali alidhani ya kwamba anaona maono. Na wakati walipopita kundi la walinzi wa kwanza na wa pili, wakafika hadi mbele ya lango la chuma la kuingilia mjini, nalo lango likawafungukia lenyewe. Wakatoka nje, wakapita katika njia moja, mara malaika akamwacha. Ndipo Petro alipopata fahamu. Inatosha. Nimesema maombi huleta majibu. Wakati ule Petro, nyuma yake kidogo Yakobo ameuawa hadharani na Herode, na wakamsifu Herode sana. Kwa hiyo ile hali ya Herode kutaka kuwaua watu wa Mungu ikaendelea. Baada ya kumuua Yakobo, wamemkamata Petro, na Biblia inaeleza Petro akakamatwa, akapelekwa gerezani, na kule gerezani akawekwa chumbani na kufungwa minyororo. Na ile minyororo ya wakati ule ufungaji, wanafunga miguu na mikono kwa pamoja. Sasa kanisa halikuweza kutulia kuona kwamba kiongozi wao mmoja ameuawa na huyu tena, na ndiyo nia ya Herode kwamba na Petro auawe.
lakini Biblia inaeleza kwamba kanisa likamuomba Mungu kwa juhudi. Maombi ya kanisa yakamfikia Mungu, na Biblia inaeleza kwamba Bwana akamtuma malaika akaenda kwenye lile gereza, tena pale kwenye chumba cha Petro mtumishi wa Bwana mpakwa mafuta, akamkuta Petro amelala. Naamini kabisa Petro katika moyo wake hakuona kama kuna uzima mbele yake, maana ndugu yake Yakobo ameuawa na yeye anasubiri kuuawa. Lakini Mungu kupitia kanisa kwa njia ya maombi, Mungu anamtuma malaika akamfungue Petro kutoka gerezani. Tunajua gereza lazima kuwe na walinzi, lakini malaika anaingia pale, hana funguo yoyote. Ni uwezo wa Mungu, anakwenda kwa Petro, mtu aliyolala, aliyokata tamaa kwamba sidhani kama nitapona. Anafikiria alivyofanywa mtumishi mwenzake Yakobo, lakini Mungu akatuma malaika. Biblia inasema malaika akampiga ubavuni Petro. Biblia inasema minyororo ikamwagika, ikamfunguka, ikaachia mwili wa Petro, ikaachia miguu ya Petro. Yule malaika hakuwa na msumeno wa kukatia chuma, ila mamlaka na nguvu ya Mungu inayotenda kazi. Minyororo yenyewe ikaachia, na baada ya hapo akamwambia, vaa viatu vyako. Petro aliyokaa gerezani anavaa, na baadaye malaika wa Bwana anamtoa, anamuongoza, wanatoka nje. Petro anasema anaona kama maono, haamini sawasawa. Ndivyo Mungu atakavyoleta majibu juu ya maisha yako. Huwezi kuamini kile ambacho Mungu anajibu juu ya maisha yako. Unaweza kuona kama ni ndoto, lakini yalikuwa majibu sahihi kwa Petro, kwa kanisa. Wakatoka, Biblia inasema wakafika kwenye geti la mji ambapo wametengeneza lango la chuma. Walipofika tu lile lango likafunguka, Petro pamoja na malaika wakapita. Asubuhi ya leo liko tumaini katika vifungo ambavyo unatembea nalo, katika jaribu uliokuwa nalo. Yeye ana uwezo, aliyomfungua Petro huyo huyo atafunguka katika maisha yako. Amen. Haleluya. Amen. Maombi huleta majibu. Kuna vifungo vingi watu wamefungwa. Mkristo unakuta wakati mwingine hana nguvu ya maombi, hapendi ibada, hapendi kufunga, hapendi kushirikiana na wenzake. Hicho ni kifungo ambacho wewe huwezi kukiona, unaweza kuona kama hali ya kawaida. Unatakiwa ufunguliwe ili uweze kuwa na hamu ya maombi. Watu wamepoteza hamu ya maombi, watu wamepoteza nguvu ya maombi, watu wamepoteza shauku ya maombi. Wamebakia Wakristo wa kawaida, wamebakia Wapentekoste wa kawaida. Pentekoste mtu wa maombi. Mpentekoste ni mtu aliyojawa Roho Mtakatifu. Mpentekoste ni mtu aliyojawa miujiza. Mbona hatuoni miujiza leo? Kanisa watu wamelegea kuomba, wamama wamelegea kuomba, wachungaji wamelegea kuomba, maaskofu wamelegea kuomba, wazee wa kanisa wamelegea kuomba. Turudi kwenye maombi, tutaona nguvu mpya, tutaona ibada zetu hazitakuwa za kawaida, nyimbo zetu zitakuwa na upako, kwa sababu tumerudi katika maombi. Turudi katika njia ya maombi. Binti, ulikuwa maombaji tangu ulipoolewa, huna maombi tena. Kijana, kabla ya kuoa ulikuwa muombaji, umeoa umeacha maombi tena. Mwanamke, sio sababu ya kuacha wewe maombi. Endelea mbele ili umuone Bwana katika maisha yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tumwangalie mtu mwingine wa mwisho, baadaye tutaenda kumaliza kwa maombi. Kitabu cha Wafalme wa Pili, tumuone mfalme mmoja Hizkia. Wafalme wa Pili sura ya 19 mstari wa 14 hadi 19.
Mfalme wa Pili sura ya 19 mstari wa 14 hadi 19, Biblia inasema, ndio. Basi Hezekia akaupokea waraka katika mikono ya wale wajumbe akausoma. Kisha Hezekia akapanda akaingia katika nyumba ya Bwana akaukunjua mbele za Bwana. Na Hezekia akaomba mbele za Bwana akasema, Ee Bwana Mungu wa Israeli, ukae juu ya makerubi, wewe wewe peke yako ndiwe Mungu wa falme zote za dunia. Wewe ndiwe uliyeziumba mbingu na nchi. Tega sikio lako, Ee Bwana, usikie. Fumbua macho yako, Ee Bwana, uone. Uyasikie maneno ya Senakeribu ambayo amemtuma mtu aje nayo ili kumtukana Mungu aliye hai. Ni kweli Bwana, wafalme wa Ashuru wamewaharibu mataifa na nchi zao na kuitupa miungu yao motoni, kwa maana haikuwa miungu bali ni kazi ya mikono ya wanadamu, ilikuwa miti na mawe tu, ndiyo sababu wakaiharibu. Basi sasa, Ee Bwana Mungu wetu, utuokoe na mkono wake na kusihi, ili kwamba falme zote za dunia zipate kujua ya kuwa wewe ndiwe Mungu, ili kwamba falme zote za dunia zipate kujua ya kuwa wewe ndiwe Bwana Mungu, wewe peke yako. Amen. Unaona, mfalme Hezekia pia alipata shida. Taifa la Ashuru au Ninawi, mfalme wa Ninawi alituma waraka kwa mfalme Hezekia kwamba lazima tuje tuangamize nchi ya Yuda. Ametuma mjumbe. Nimependa kitu kimoja ambacho mtumishi huyu Hezekia akapokea waraka. Mara nyingi ninafundisha kwamba wakati mwingine jaribu linapokuja katika maisha yako, lazima ukubali kwamba sasa jaribu limeingia, limefika kwangu. Hezekia kama mfalme anapokea waraka uliotoka kwa mfalme wa Ashuru ambao unamtukana Mungu na mambo mengi yaliyoandikwa hapo. Alipousoma akaona hii kazi sitaweza. Kumbuka ni mfalme na yeye ana jeshi. Alichofanya mfalme Hezekia, akachukua ule waraka akaenda moja kwa moja kwenye madhabahu ya Bwana, kwenye nyumba ya Bwana, akaukunjua ule waraka. Maana yake anamshirikisha Mungu aone maneno yaliyoandikwa mle na yule mfalme wa Ashuru. Hezekia kwanza anamuinua Mungu, anasema, Ee Bwana Mungu, wewe ni Mungu wa wafalme zote. Hivi na hivi anampa sifa Mungu, na kwamba sasa tazama, mfalme huyu ameleta barua ya kukutukana wewe, na sisi Bwana tunaomba utusaidie. Hakika huyu mfalme wa Ashuru tumesikia. Unajua wale waliosoma historia ya taifa la Ninawi, Waashuru walikuwa ni watu wakatili, na mataifa mengi waliwapiga, waliwaua. Na taifa hili wanajua kazi ya Waashuru. Alifanya mambo makubwa, lakini anampeleka mbele za Mungu. Nini ninachotaka kukufundisha mtumishi wa Mungu? Wakati mwingine unapata mambo magumu ambayo hata mchungaji wako unaona kumshirikisha ni magumu, hayawezekani. Unakuja mbele ya madhabahu, unamweleza, Baba, tazama, ninakabiliwa na ndoa yangu, nyumba yangu inalegea, ndoa yangu hakuna maelewano. Kuna mandoa watu wamesuluhisha, wazee wamekwenda, mchungaji amekwenda, shemasi amekwenda, mpaka mwisho wake mnatafuta mshirika wa kawaida, mwisho wake mnaenda mpaka kwa kitongoji. Njoo leta mahali hapa. Hii ndiyo madhabahu ya kukunjulia shida zako. Anaeleza nini matokeo ya maombi. Tunamalizia hapo. Nini matokeo ya maombi? Mwanangu, hebu soma sura hiyo hiyo, anza mstari wa 20. Utasoma mstari wa 20, halafu
utafika mpaka 32, tutakuwa tunamaliza. Wafalme wa pili sura ya 19 mstari wa 20, Biblia inasema, ndipo Isaya mwana wa Amozi akapeleka ujumbe kwa Hezekia akisema, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, kwa kuwa umeniomba juu ya Senakeribu mfalme wa Ashuru, mimi nimekusikia. Tamko alilolitamka Bwana katika habari zake ndilo hili, Bikira binti Sayuni amekudharau na kukudhihaki sana binti Yerusalemu, ametikisa kichwa chake juu yako. Ni nani uliyemshutumu na kumtukana? Ameinua sauti yako juu ya nani? Soma samani Luka kidogo, soma mstari wa 35 mpaka 36. Mstari wa 35, Biblia inasema, ikawa usiku huo huo malaika wa Bwana alitoka akakiingia kituo cha Waashuri, akawapiga watu 185,000. Na watu walipoamka asubuhi na mapema, kumbe hao walikuwa maiti wote pia. Basi Senakeribu mfalme wa Ashuru akaondoka akaenda zake, akarudi akakaa Ninawi. Malizia mstari wa 37, ikawa alipokuwa akiabudu nyumbani mwa Nisroki mungu wake, Adrameleki na Shareza wakampiga kwa upanga, wakaikimbilia nchi ya Ararati, na Esarhadoni mwanawe akatawala mahali pake. Baada ya mtumishi wa Mungu Hezekia ameomba, kwanza nabii Isaya anamtokea, anamwambia, kwa sababu umeomba kwa ajili ya mfalme wa Ashuru, Mungu amesikia majibu yako. Na majibu ya Mungu tunaona mstari ule wa 35 mpaka pale mwishoni, kwamba Mungu alituma malaika akaingia kwenye kikosi cha jeshi cha Waashuru, wakauawa wote. Asubuhi watu na mapema walipoamka, wakaona maiti imezagaa. Hakuna jeshi la mfalme ambaye amepeleka mahali pale, lakini Mungu amepigana ile vita akawamaliza. Biblia inasema mfalme wa Ashuru alipoona jeshi limekwisha akarudi kwao. Sikiliza, Mungu anapofuatilia maadui zako mpaka anamaliza, anarudi kule, anaenda kwenye miungu yao kuabudu. Watu wawili wakamfuatilia, wakaua yule mfalme akafa. Ndivyo Mungu alivyo. Ukiendelea kuomba, Mungu atafuatilia maadui, atafuatilia watu wanayekuzunguka ambao wanasema maneno mabaya juu yako. Majibu lazima yatokee. Tunaona Mungu ameleta majibu. Maombi huleta majibu kutoka kwa Mungu. Kuna vitu wakati mwingine unaona viendi, rudi mbele za Bwana. Yeye Bwana anayo majibu. Anayo majibu ya shule yako, anayo majibu ya degree yako, anayo majibu ya kazi yako, anayo majibu ya duka lako. Pale unapoona pagumu, yeye anayo majibu. Naomba tusimame kwa miguu yetu, na ninao muda mfupi sana. Wale wanaosikia tuombe pamoja nao kwamba wanahitaji Mungu awasaidie, pengine unapita katika vita fulani, tunaweza tukaomba pamoja nao. Wakati tunasimama, unaweza kaja moja kwa moja ili kukomboa wakati. Muda wetu umekimbia sana. Asante. Karibu waimbaji, wimbo mmoja wa kuabudu. Haleluya. Asante Roho Mtakatifu. Wewe unaosikia unapita kwenye vita, unapita kwenye mapambano, nina muda mfupi wa kuomba. Unaweza ukasogea, mwisho wake niombe kwa ajili yako. Haleluya. Raboshika ya daraba. Roho Mtakatifu ya wewe, njoo ukimwamini Mungu. Vita uliokuwa nayo mimi sijui, lakini Bwana anaifahamu.